Kwa majina naitwa Hamim Kilahama, ni mratibu wa shirika lisilokuwa la serikali ambalo linajulikana kwa majina ya Sustainable Youth Development Partnership au kwa kifupi SYDP, ambaye ndo mratibu mkubwa au mwandaji mkubwa wa hii mbio ya Great Ruaha Marathon. Kwa hiyo mimi ndo naratibu shughuli nzima ya hii mbio ya Great Ruaha Marathon. Dhumuni kubwa la mbio hii ya Great Ruaha Marathon hasa ni kupromote au kuhamasisha utalii wa kusini, hasa kwenye hifadhi yetu ya taifa ya Ruaha, lakini pia na kuhamasisha utunzaji au uhifadhi wa mazingira katika kutunza vyanzo vya maji hasa kwa mto mkuu Ruaha. Haya ndio madhumuni makubwa ya mbio hii. Lakini pia kingine ni kupromoti michezo na mazoezi kwa wananchi. Kama unavyojua, ni moja ya hamasa ambayo alianza nayo Mheshimiwa Waziri Mkuu kuhakikisha kwamba wananchi wanafanya mazoezi, ikiwa ni njia mojawapo ya kujiweka sawa kimwili, lakini pia kufukuza haya magonjwa ambayo tunaita yasiyoambukizwa. Unajua, kila jambo katika kulifanya kwa ukubwa wake ni lazima ushirikishe wadau mbalimbali. Sisi kama SYDP au Sustainable Youth Development Partnership tulifahamu kabisa kwamba hii mbio ili iweze kubalika ndani ya huu mkoa lazima wenye mkoa wao waipokee kwa mikono miwili. Kwa hiyo kwa kwanza tulianza kupata ruhusa kupitia TANAPA ambao waliruhusu sisi tuweze kufanya mbio ndani ya hifadhi, lakini pia tukaja kwenye ofisi ya mkuu wa mkoa ambaye naye alitupokea kwa mikono miwili, kwa sababu ni mbio ambayo inalenga kupromoti utalii wa kusini, na ukizingatia kwamba mbio yenyewe inafanyika ndani ya hifadhi ya taifa ya Ruaha ambayo iko katika mkoa wa Iringa. Kwa hiyo kwa kushirikiana sisi kama SYDP, kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa pamoja na TANAPA au Ruaha National Park, kwa pamoja tuliweza kukaa na kuangalia kwa namna gani tunaweza tukafanikiwa katika kuipeleka mbele hii mbio. Kwa hiyo cha kwanza, mkuu wa mkoa alitusaidia kupatikana mgeni rasmi ambaye alikuwa Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, ambaye kwa kweli kwa kauli yake alisema kwa mara ya kwanza ameweza kukimbia. Kwanza alilala ndani ya hifadhi yenyewe siku moja kabla ya mbio na ameweza kukimbia, na alisema ni mbio pekee ambayo inafanyika ndani ya hifadhi kwa Tanzania nzima. Kwa hiyo alitushawishi na kutushajiisha kwamba tuendelee na kuhakikisha kwamba mbio hii inakuwa ni endelevu. Lakini pia kwa mkoa wa Iringa tulipata nafasi nzuri sana kuhamasisha wananchi wa mkoa kupitia press conference aliyoifanya Mheshimiwa mkuu wa mkoa kwa kuwataka Wanairinga washiriki kwa kikamilifu, na nishukuru Mungu kwamba Wanairinga walipokea vizuri, na kwa kweli tuliweza kufanya wonders, niseme. Maana huu ni msimu ulikuwa msimu wa 3, lakini namna watu walivyoitikia ilikuwa ni tofauti na misimu miwili ya nyuma iliyokuwa imepita. Kwa hiyo tulipata watu zaidi ya 600 ambao waliweza kushiriki kukimbia ndani ya hifadhi ya taifa ya Ruaha. Well, mwaka huu kama kawaida tumejipanga tena. Tunataka, unajua kila unapofanya jambo kuna baadhi ya changamoto unakumbana nazo na unazitafutia namna sasa ili kuziboresha hizo changamoto zionekane kuwa ni fursa. Kwa hiyo tunategemea mwaka huu kwanza kabisa uhamasishaji utakuwa ni wa kitofauti na kama tulivyofanya mwaka jana, lakini pia tunategemea Wanairinga pia waipokee zaidi walivyoipokea hiyo ya mwaka jana, na nina imani kubwa kwamba hii mbio itawashirikisha pia watu ambao wako nje ya mkoa tofauti na Wanairinga, lakini mikoa mingine ya jirani, lakini pia na wananchi kutoka nje ya taifa ya Tanzania, kwa maana yani watalii kutoka mataifa kama Ujerumani, Australia, Marekani na kadhalika. Kwa na wao tuna imani watashiriki kwa wingi, kwa sababu wamekuwa wakiulizia ni lini, ni tarehe. Sasa tumeshaitangaza tarehe, itakuwa tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka huu, na ni eneo ni lile pale Ibuguziwa Mtoni, na mgeni rasmi ambaye kwa namna moja ama nyingine ni kipenzi cha Watanzania, ni mwanamichezo. Tuna imani pia itakuwa ni chachu ya kuongeza washiriki kwa mwaka huu. Baada ya hapa ni Mheshimiwa mkuu wa mkoa anatarajia kufanya press tarehe 17 kwa maana ya wiki ijayo siku ya Jumanne,
yeye sasa ndo mwenye shughuli yake, ndo mwenye mkoa wake, ndo atamtangaza mgeni rasmi, na pia kuwaomba Wanairinga kwa umoja wao waweze kushiriki na kuja kujiandikisha kwa ajili ya kushiriki hiyo mbio itakayofanyika tarehe 5 mwezi wa 7. Mimi nasema marathon kwanza ni sehemu ambayo inawakutanisha watu wa kaliba yote. Yaani utakuta mle kuna wafanyabiashara, madaktari, wauguzi, watu wa kawaida, walimu, maprofesa, na wote wakiwa wamevaa zile nguo za kukimbilia wanaonekana ni kitu kimoja. Hiyo ni sehemu moja, lakini sehemu nyingine ni sehemu ya kubadilishana uzoefu, kutengeneza network mpya, lakini pia na kufahamiana. Kwa hiyo ni sehemu ambayo kwa kweli ni nzuri kwa mtu ambaye anataka kuexplore vitu vipya kuweza kufika na kujumuika. Lakini pia tuna imani kubwa kwamba hii mbio inafanyika ndani ya hifadhi. Mbio nyingi zinakimbiliwa mijini, kwenye lami, kwenye nini. Kuna experience tofauti ambayo unaifeel unapokuwa unakimbia ndani ya hifadhi. Kwa mimi nawaomba Wanairinga kwa ujumla wao, hii ni mbio ya kwao. Ruaha iko kwao. Vivutio vingi vya utalii viko kwao. Wajitokeze kwa wingi, waikamate kwa mikono miwili. Ni sehemu ya mtoko. Mbio inafanyika tarehe 5, itakuwa ni Jumamosi. Jumapili ni weekend, na Jumatatu ni Sabasaba. Kwa hiyo ni mtoko mzuri sana wa kwenda kuenjoy na kutembelea ndani, kupata vivutio vinavyopatikana ndani ya hifadhi ya taifa ya Ruaha. Great Ruaha Marathon ni kuvibe na kutalii. Great Ruaha Marathon by kutalii.